Yo bana, mambo vipi mtazamaji wa Chris Media 24, mtazamaji wetu ambaye of course every day tunakuwa tunapeana habari mbalimbali za kiburudani na unaweza kuwa unaenjoy kinoma noma, so keep enjoy. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, kisha unatana notification kwa ajili ya kuweza kupata taarifa zote za kiburudani ambazo zimezidi kusumbua kinoma. Of course we know kwamba Rich Mavoko ni mmoja wa wasanii ambao wameshawahi kupita kwenye mikono ya Diamond Platnumz kutoka pale WCB kabla ya kuweza kuendelea na maisha yake mengine kabisa nje ya lebo hiyo. So moja ya collaboration ambayo alifanya ilikuwa inaitwa of course nalifanya Diamond Platnumz pamoja na of course na Rich Mavoko. When I remember I would mention it. So ilikuwa ni moja ya collabo kali kinoma. Kokolo, yes I got it. So ni moja ya ngoma kali sana ambayo iliweza kufanyika na wawili hao. So Rich aliweza kuondoka katika lebo hiyo miaka ya nyuma kidogo 2016 na kuendelea na maisha zingine ambazo nje ya lebo hiyo. Na alivyoondoka Rich Mavoko aliweza kuacha akaunti zote ambazo alikuwa na sambazia muziki, na maanisha YouTube, Boomplay na zote ambazo zilikuwa special zaidi kwa ajili ya kuweza kuongezea mapato. Also kuondoka kwake katika lebo hiyo aliweza kuacha zote, na moja ya akaunti ambayo aliweza kuiacha pia ni ya YouTube ambayo ilikuwa na watazamaji zaidi, ina wafuasi many subscribers zaidi ya 366 azubana. So Rich aliondoka na kwenda kufungua akaunti nyingine mpya, aliweza kuita Bilioni Akidi ambayo yenyewe ina watu zaidi ya 266. So unaweza kuona ni nguvu na support gani ambayo Rich alikuwa ameipokea kwa watazamaji wake na wafuatiliaji wake, ndio maana ameweza kurejea tena kwenye piki ambayo yuko nayo juu kinoma noma. So huenda akaizidi hata ile rekodi ambayo aliweza kuiacha pale WCB ya kuwa na subscribers 366. So nini ambacho kinakuvutia zaidi kwa rebo of course nini kinakuvutia zaidi kutoka kwa Rich Mavoko, yani ambacho kinakuvutia zaidi nje ya kuwa rebo ya WCB? Je, ana performance it is au anakuwa na fail? Niambie kwenye sehemu ya comment.